Mtazamaji wa Biomedia, karibu tuangazie taarifa mbalimbali, habari za kisiasa. Mimi ni Official Roads, hii ni Biomedia. Karibu, usubscribe, ushare pamoja na kulike. Ni kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu imezidi kuchukua sura mpya. Lissu ambaye anakaa chumba cha kusubiri wanaonyongwa, inazua taharuki hii zaidi sana. Sasa tuangazie pale jijini Dar es Salaam katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Basi hapo kumeendelea kusikilizwa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu Mugwai, huku majaji wakisitiza umuhimu wa kuheshimu kifungu cha 114 cha kanuni ya adhabu kinachohusu mwenendo na kauli zinazoweza kuathiri taratibu za mahakama. Hatua hiyo imekuja baada ya mawakili wa serikali wakiongozwa na wakili Katuga kueleza wasiwasi wao kuhusu kile walichodai kuwa ni mijadala na kauli zinazotolewa nje ya mahakama, hususan kwenye mitandao ya kijamii zinazohusisha mashahidi wa kificho pamoja na namna mashahidi wanavyotoa ushahidi. Akiwasilisha hoja zake, Katuga alisema kuwa watu na makundi yanayodai kuwa mashahidi wa kificho wanapaswa kujulikana, jambo ambalo serikali inaona linaweza kuathiri uaminifu wa mahakama na kuwafanya mashahidi kushindwa kujitokeza kutoa ushahidi. Katuga pia alidai kuwa hata hivyo baadhi ya mawakili wakubwa na wanaoheshimika wamekuwa wakizungumza kuhusu kesi hiyo kwa upotoshaji, hali ambayo kwa maoni yake inaleta changamoto katika uendeshaji wa shauri hilo na usalama wa mashahidi. Na kwa majibu yake, Lissu alipinga vikali maombi ya mawakili wa serikali akisema malalamiko yao ni ya jinai, lakini hayajatokea mbele ya mahakama wala hajathibitishwa kwa ushahidi wowote ule. Lissu aliwaomba majaji kutokubali kile anachokiita mwaliko wa kuanza kutoa maamuzi juu ya mambo ambayo mahakama haijayaona, haijasikia na haijaelezwa kwa ushahidi rasmi. Alisitiza kuwa kama serikali inaamini kuna makosa ya jinai yamefanyika, basi inapaswa kufungua kesi mahakamani kwa kufuata utaratibu, na kama malalamiko yanayohusu maadili ya mawakili, yapo mamlaka husika za kushughulikia mawakili wanaokiuka taratibu za uwakili. Lakini pia Lissu aliongeza kuwa mawakili wa serikali wanajaribu kuifanya kesi hiyo iwe gizani, akidai wanataka kuzuia mjadala wa umma kuhusu kesi kubwa kama hiyo, jambo ambalo alisema haliwezekani. Mara tu baada ya pande zote kuwasilisha hoja zao, majaji walikaa na kujadiliana kabla ya kutoa msimamo wao, ambapo jaji Ndunguru alisema mahakama imewasikiliza wote na kusisitiza kuwa kifungu cha 114 ni sehemu ya mamlaka ya mahakama na kwamba mahakama haitaruhusu na haitasubiri mtu kuibua hoja kama itaona kuna jambo linalokiuka kifungu hicho. Jaji Ndunguru alisema mahakama itaendelea kutumia kifungu hicho pale itakapoona kuna ulazima wa kuchukua hatua, huku akitoa wito kwa wadau wote kujiepusha na vitendo au kauli zinazoweza kuonekana kama uvunjifu wa kifungu hicho. Baada ya uamuzi huu, mtazamaji, mahakama iliagiza shauri liendelee kwa kusikiliza mashahidi, ambapo upande wa jamhuri ulitangaza kuwa unaendelea na shahidi wazi wa 12 wa upande wa mashtaka. Kwa hatua hiyo basi, kesi ya uhaini ya Lissu inaendelea kuibua mvutano wa kisheria kuhusu mipaka ya mjadala wa umma na ulinzi wa mashahidi, huku mahakama ikisisitiza kuwa itaendelea kusimamia mwenendo wa shauri hilo kwa mujibu wa sheria. Ninatamatisha makala hii, mtazamaji wa Biomedia, mpaka wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.